Apostle, nimerudi tena. Na leo ninataka nijibu swali moja la msingi sana ambalo nimewahi kuulizwa. Je, inawezekana mtu kuombewa akapona? Au inawezekana mtu kutoa sadaka na akafunguliwa? Lakini pia kwa nini kuna huyu ambaye yeye ameomba sana, ameombewa sana, ametoa sadaka sana, lakini bado tatizo lake liko pale pale? Leo nimekuja na majibu ambayo ni short and clear. Si kila ugonjwa utapona kwa kuwekewa mikono. Si kila tatizo utalipona kwa kuwekewa mikono. Si kila ugonjwa utapona kwa kutumia mafuta ya upako, ndugu yangu. Lakini pia si kila changamoto utaweza kuishinda kwa kutumia waganga na kadhalika. Leo nataka nikupatie jibu. Kwa nini umesumbuka sana lakini bado hujapata uponyaji? Umehama makanisa, umeenda kwenye vyumba vya maombi, umeenda kwa mitume na manabii, lakini changamoto iko pale pale. Leo nataka nikupatie jawabu moja kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura 23 kuanzia mstari wa 24. Biblia inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Umeona sasa? Kuna changamoto zingine haziondoki kwa kuombewa, mpaka uamue kumtumikia Mungu. Unanielewa? Kuna changamoto zingine haziondoki. Wewe ugonjwa ulionao, umeenda hospitali, umeenda kwa na maombi, umeenda sijui wapi, wachungaji, umesafiri paka nje ya nchi, ndugu yangu, waganga, lakini hujapona. Na unasema kwamba umeokoka. Nataka nikueleze, dawa ni moja. Amua kujitoa kumtumikia Mungu mzima. Alafu utanikumbuka. Mimi nakueleza, this is short and clear. Hakuna aliyemtumikia Mungu kwa uaminifu kwamba Mungu asiingilie kwenye maisha yake. Lakini pia 25 nasema, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Umeona sasa? Utasa ulionao, umetumia dawa, umetumia maji ya upako, umetumia vitu gani? Ndugu yangu, amua kumtumikia Mungu. Alafu utaniambia. Amua kumtumikia Mungu. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabariki chakula, atabariki maji, na ataondoa magonjwa. Magonjwa ulionayo ili yaondoke, amua kumtumikia Mungu. Vinginevyo utashangaa umeokoka lakini magonjwa yako pale pale. Umeokoka lakini changamoto ziko pale pale. Amua kumtumikia Mungu. Na kama unamtumikia Mungu lakini bado, amua kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Mungu akubariki sana. Apostle, nakupenda sana. Amen.